Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: mbinu endelevu za kuimarisha maisha kupitia kilimo na mabadiliko ya tabia nchi nchini Kenya. Kama naweza nikaweka takataka zangu vizuri na ndani ya hiyo takataka niweze kufanya ukulima kidogo hapo, zirudi zinipatie chakula nikirecycle hivyo, basi hizo takataka nyingi zilifanya niweze kuona naweza nikaanza ukulima. Mashinani leo tutakwenda nchini Haiti kumsikia mkimbizi wa ndani ambaye ni mwathirika wa mashambulizi ya hivi majuzi ya waasi wenye silaha katika wilaya ya Merebare na Sodo. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 2025 na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tutaangazia kilimo na mabadiliko ya tabia nchi, changamoto, athari zake kwa wakulima wadogo na mbinu bunifu za kukabiliana na hali hii ili kuhakikisha uhakika wa chakula na maendeleo endelevu. Lakini kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Arnold. Naanzia Mashariki ya Kati. Mustakabali wa mzingiro wa Israeli kwenye eneo linalokalia la Palestina la Gaza kimabavu kiendelea kukumbwa na sintofahamu. Wanawake na wasichana wamesimulia adha ya ukosefu wa taulo za kike wakati wanapokuwa kwenye hedhi, huku upatikanaji wa maji ukiwa ni watabu. Mtoto mmoja wa kike ameelezea shirika la Umoja wa Mataifa la afya ya uzazi na idadi ya watu duniani UNFPA kuwa aliingia hedhi kwenye makazi yaliyojaa pomoni akiwa na taulo moja tu ya kike. Hakuweza kuoga siku nzima, huku akilia kwa maumivu siku nzima. Idadi ya wakazi wa nchi zenye maendeleo duni LCDs na zile za visiwa vidogo SEEDs wanaopata huduma zilizoboreshwa au za kisasa za maonyo ya mapema kabla ya majanga imefikia takribani milioni 400, na hii ni kutokana na programu ya Cruise iliyoanzishwa mwaka 2015 na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO. Licha ya changamoto ya mazingira ya kitaifa na kimataifa, programu hiyo sasa imesaidia mataifa 77, ikiwa ni zaidi ya theluthi moja ya mataifa yaliyokumbwa na mizozo au yaliyo katika hali tete. Ni sauti ya Rebecca Kalonji, alimaarufu Sister Becky, mwimbaji chipukizi wa mtindo wa kufokafoka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye hii leo ametangazwa kama muungaji mkono wa ngazi ya juu wa masuala ya lishe na ulaji wenye afya wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP katika taifa hilo la maziwa makuu. Watu milioni 28 wanakabiliwa na njaa kali nchini mwake. Sister Becky amesema anatumia sauti na kazi yake kupatia vijana changamoto sio tu ya kupaza sauti zao, bali pia kuchukua hatua kwenye masuala nyeti yanayogusa mustakabali wao, ikiwemo kupata lishe bora na fursa bora kwa wanawake na watoto wa kike. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutakwenda Sodo nchini Haiti kumsikia mkimbizi wa ndani. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti من بين الدول التي شاركت. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Katika nyanja ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kilimo kimeendelea kwa uti wa mgongo wa taifa la Kenya. Hata hivyo, changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi imeathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa wakulima kuzalisha chakula kwa wingi na kwa wakati ufao. Licha ya changamoto hizi, wakulima wadogo nchini humo wanajikakamua kwa kutumia mbinu bunifu za kilimo rafiki kwa mazingira ili kuimarisha ustawi wao ama uhakika wa chakula. Katika kaunti kama Kajiado, Kenya, ambazo hukumbwa na hali ya ukame na mazingira magumu, mabadiliko chanya yanaonekana.
Kevin Keitani wa redio wa shirika wetu Radio Domas FM ya nchini humo Kenya ndiye mwenyeji wako. Wakulima nchini Kenya wanakuza mashamba yanayowaletea kipato kikubwa zaidi na kusalisha chakula chenye lishe bora, ikionyesha kuwa kilimo kinachozingatia tabia nchi kinaweza kuwasaidia wakulima wadogo kustawi licha ya changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Katika maeneo kame na ya ukame wakati ya kaunti ya Kajiado, mapinduzi ya kilimo yameanza kushika kazi, yakihamasisha wanawake, vijana, wakulima na wafugaji kukumbatia kilimo kama njia mbadala endelevu ya kujipatia riziki. Jean Jimono, mchungaji na pia msimamizi wa kituo cha watoto eneo la Embulbul, amesema kwamba kilichomvutia kwa ukulima ni jinsi ya kuondoa takataka. Kilichonivutia kuingia katika ukulima ni ile kudispose zile takataka, maana zilikuwa nyingi sana, nikashindwa zitaenda wapi. Kwa sababu wakati mwingine ninaona hata kama tunaziweka kwa gari zinabebwa zinapelekwa, haina fikirianga zinaenda wapi. Kwa hivyo hiyo ndio iliweza kufanya nikaona kama naweza nikaweka takataka zangu vizuri, na ndani ya hiyo takataka niweze kufanya ukulima kidogo hapo, zirudi zinipatie chakula nikirecycle hivyo. Basi hizo takataka nyingi zilifanya niweze kuona naweza nikaanza ukulima. So nimeziweka kwa magunia vizuri, kwa hivyo hata kama ni maji inachukua maji kidogo sana, na pia sinyunyizi kila siku, maybe baada ya siku 3. Hii kulingana vile nimeziweka, ile gunia inaweza kulinda yale maji vizuri. Na kwa sababu pia mchanga wenyewe ni ile organic, haikunywi maji sana, kwa hivyo inatumia maji kiasi kidogo. Kulingana na Jean Jimono, ukulima unasaidia kujikimu bila kutegemea watu wengine. Hakuna kitu kizuri kuliko ukulima. In fact, sisi wa Afrika, unajua teknolojia yetu, sisi hatutengenezi mabomu, hatujajulikana kwa hiyo. Hatujajulikana kwa vitu vingi. Sisi tunajulikana kwa ukulima. Kwa hivyo ikiwa kila mmoja anaweza akakuwa na kashamba kake. Kashamba kumaanisha unaweza kusimamisha hata hapo nje ya mlango wako gunia 3. Hiyo ni shamba tosha. Na uzuri wa ukulima kwa vijana, ukiwa na gunia zako hapo 3, umepanda, unamwagia maji maybe baada ya siku 3, wewe unaenda mambo yako. Baada ya mwezi mmoja utakuchune mboga zako na uende. Kwa hivyo haina hasara, haina kuchoka, haina mambo mengi, ni kitu utafanya na uende mambo mengine. Christopher Moridhi, mwana mazingira, anatuelezea zaidi kuhusu tabia nchi na jinsi ilivyoathiri ulimwengu. Katika dunia yote kwa jumla kuna ubadilifu si tu wa nchi, ni ubadilifu wa hali ya hewa. Hakuna mvua wakati inafaa. Zamani tulikuwa tunajua ikifika mwezi wa 4 tuko na mvua, ikifika Julai tunaamka mvua fulani. Ungetabiri hali ya hewa wakati huo wa zamani. Hata sisi tukepanda chakula kwa sababu tulijua katika mpangilio vile ilivyokuwa ilikuwa ungefanya. Siku hizi ni ngumu. Wezi leo sema utapanda ama hutapanda, ama itakuwa ama haitakuwa. Kama sasa hivi tunapozungumza tumekuwa na mvua kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Kuna watu hawakuwa wametayarisha mashamba, kuna watu hawakuwa na mbegu, na kuna watu hata saa hii hawajakuwa watafanya nini. Christopher amesema ni vyema watu watumie sayansi ili kubaini wakati mwafaka wa ukulima, na vile vile kuwe na elimu shuleni kuhusu ukulima. Tutumie sayansi kwanza kuangalia mbele kabla hatujafikia mahali tulipo. So watu bado wanafikiria mwezi wa 4 mvua itakuja, mwezi wa 8 mvua itakuja. Lete wanaita nini, tunapewa mbegu na serikali sijui nini. Lakini watu wangekuwa na habari ya kuweza kuwa na kuangalia, kutumia sayansi, tulete teknolojia kwa watu kwa karibu. Inaweza fikiwa na mkulima. Mama yangu anaweza jua next year ama next month hakutakuwa na mvua ama haitakuwa ya kutosha.
mama yangu ajue hiyo teknolojia tuweke. Namba 2, serikali hii yetu ya Kenya itilie maanani mambo ya kilimo. Taifa lisiloshibisha wananchi wao si taifa tena. Tufundishe watoto wetu kuanzia nasari ya kwamba kilimo sio punishment. Shukran sana Kevin Keitani kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni mashinani, na mpisha mama wa watoto 6 huyu ambaye ni mwathirika wa mashambulizi ya hivi majuzi ya waasi wenye silaha katika wilaya ya Merebahe na Sodo yaliyosababisha watu wengi kuyahama makazi yao nchini Haiti. Wakati watoto wangu hawana chakula, wakati mwingine mimi hulia. Afadhali niteseke mwenyewe kuliko kuwaona wakiteseka. Binti yangu alikuwa mgonjwa na nilikuwa nimeanza matibabu ya utapiamlo wake. Lakini kwa sababu tulilazimika kukimbia, siwezi kuendelea na matibabu tena. Nina furaha sana leo kwa sababu hapo awali hatukuwa na madaktari wa kutuchunguza au kuelewa maumivu yetu. Wakati mwingine tunaugua magonjwa ya kimya ambayo yanatuangamiza kutoka ndani ya mwili wetu, lakini hatukuwa na mtu wa kutusaidia. Uwepo wa madaktari unaleta hisia ya kiutu. Inatusaidia. Shukran sana UNICEF kwa kusimama nao. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi la leo, lakini tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.